Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu. Moja ya taarifa inayozidi kugonga vichwa vya habari hivi sasa ni kutokana na viongozi wa kidini kuingilia kati kwa ajili ya kuzungumzia mambo ya kuvunja moyo yaliyoweza kutokea kuanzia siku ya uchaguzi tarehe 29 hadi mapema mwezi wa 11. Mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, hivi sasa Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan anaonekana kusimama peke yake pamoja na viongozi wakuu wa serikali ya awamu ya 7, kwani viongozi wa kidini na hata baadhi ya watu mashuhuri katika Jamhuri ya Tanzania hawajaweza kufurahishwa na kile ambacho kiliweza kutokea kwa vijana Gen Z, wasababisha watu hawa kufanya mahojiano moja kwa moja na runinga kama CCN pamoja na Al Jazeera pamoja na BBC, hatua ambayo inaonekana kuwa ni pigo kubwa kwa uongozi mzima wa serikali ya awamu 7. Ila mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, kwanza kabisa itakuwa vyema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa wewe hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vyema iwapo utaweza kulike na kushare video zetu ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Na mtazamaji wangu, hatua hii ambayo kiongozi wa kidini ameweza kufanya ni hatua ya kijasiri na hata mfano bora kwa baadhi ya Tanzania ambao wamekuwa na uoga kuzungumzia matukio ya kuvunja moyo yaliyoweza kutokea kipindi na wakati ambapo vijana Gen Z walikuwa wakiandamana. Hivyo basi, hii inadhihirisha wazi kwamba kile kilichoweza kunuiwa kufanyika huenda kikashindwa kufanikiwa na kusababisha hata baadhi ya viongozi wakuu katika serikali ya awamu 7 kujipata pabaya kutokana na utumiaji wa nguvu kupita kiasi. Kwa njia moja ama nyingine, hivi sasa mjadala mzito unazidi kufanyika katika mitandao ya kijamii. Je, ni mbinu gani ambayo itaweza kutumika ili mataifa ya kigeni yaweze kuwa na hali halisi iliyoweza kutokea kipindi na wakati wa maandamano ya vijana Gen Z? Kwani mtazamaji wangu, imeweza kutolewa ripoti na kudai kwamba kutokana na tamko lililoweza kutamkwa hapo mbeleni na Rais Mama Samia Suluhu Hassan ya kwamba waliokuwa wakiandamana sio wananchi wa Tanzania, basi imeweza kubainika ya kwamba ingekuwa vema iwapo angeweza kukamatwa kipindi na wakati ambapo ameweza kukamatwa, waweze kufanyiwa mahojiano na mwisho siku waweze kupewa adhabu, ama kama ni kifungo waweze kupewa, kuliko kuwapiga risasi na kuweza kuchukua maisha yao. Vile vile mtazamaji wangu, hivi sasa kuna media nyingi, hasa media kubwa. Siku ya jana Larry Madowo ambaye ni mtangazaji katika runinga CCN aliweza kudai kwamba ni mtangazaji wa runinga ya CNN ameweza kuweka wazi kwamba angependa kuweza kutumiwa vipande vya video ambavyo vinaonyesha halisi iliyokuwa ikijiri katika maandamano yaliyokuwa yakifanyika ya Gen Z. Mtazamaji wangu, tukio hili ni sawia na kile kilichoweza kutokea katika Jamhuri ya Kenya katika maandamano yaliyoweza kufanyika ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024, kwani kuliweza kutolewa bunge la documentary ambayo iliweza kuonyesha wazi maafisa wa polisi waliokuwa wakipiga risasi kwa waandamanaji waliweza kuwa wapo katika angle gani na kupiga risasi hizo zilizoweza kuchukua maisha ya waandamanaji waliokuwa wakiandamana. Sasa mtazamaji wangu, hivi sasa kuna jambo kama hilo litaweza kutokea na kuonyesha jinsi gani ambavyo baadhi ya vijana Gen Z waliweza kuaga dunia katika angle gani ambayo maafisa wa polisi walikuwa wakifetua risasi, jambo ambalo Watanzania wengi hivi sasa katika mitandao ya kijamii wanazidi kulilia haki. Ila ikumbuke kwamba mataifa ya kigeni pia yameweza kukosoa vyombo vya habari katika Jamhuri ya Tanzania. Kwanza kabisa, sote tunafahamu kwamba katika Jamhuri ya Tanzania kuliweza kutolewa notisi ama onyo ya kwamba
vyombo vya habari vyovyote vile vitakavyokuwa vikijihusisha na kupeperusha aidha vipande vya video ama picha zozote zile kuhusiana na maandamano ya vijana Gen Z, huenda wangeweza kujipata pabaya. Na ndipo ambapo hadi hivi sasa tumeweza kushuhudia media kubwa katika Jamhuri ya Tanzania zimeweza kusalia kimya, hata kutazungumzia matukio ya kuvunja moyo yaliyoshuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania hasa kwa vijana Gen Z, jambo ambalo hivi sasa shirika la AU limeweza kuingilia kati na kudai kwamba demokrasia katika Jamhuri ya Tanzania haikuwepo kipindi na wakati wa uchaguzi mkuu, bali utumiaji wa nguvu kupita kiasi ndio ulioweza kushuhudiwa ama kutumiwa, jambo ambalo halijaweza kuwa sawa kabisa na ni kinyume kabisa na haki za binadamu kwa njia moja ama nyingine. Mtazamaji wangu, amini usiamini, hatua hii inazidi kudhihirisha wazi changamoto ama mambo magumu yatakayoweza kukabidhi viongozi wakuu wa serikali awamu saba hivi sasa kwa njia moja ama nyingine. Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, kama kweli leo hii jinsi ambavyo viongozi hawa wa kidini wameweza kuzungumza na kukosoa na kuonyesha wazi kwamba hawakuweza kufurahishwa na vitendo vilivyoweza kufanywa kwa vijana Gen Z, moja kwa moja Rais Mama Samia Suluhu Hassan hakuweza kutarajia jambo kama hilo kutokea. Hivi sasa inazidi kudhihirisha wazi kwamba wengi wanazidi kujitenga na yale yote yaliyoweza kutokea kwa vijana Gen Z. Hivyo basi ni kipi kitaweza kufuatia ama kitaweza kujiri? Mengi yanazidi kuzungumzwa, huenda hata Rais Mama Samia Suluhu Hassan kufikishwa ICC, jambo ambalo litaweza kuathiri nafasi yake kama rais wa Jamhuri ya Tanzania. Ila ikumbuke kwamba Watanzania wengi hivi sasa wanazidi kusimama na hata hatua kama hiyo iwapo itaweza kufanyika kwa njia moja ama nyingine, hatua hiyo ikiweza kufanyika, basi moja kwa moja Rais Mama Samia Suluhu Hassan ataweza kupoteza nafasi yake na hata tajriba yake ya uongozi, jambo ambalo litakuwa limeweza kumathiri moja kwa moja mbaya kabisa. Hata mamlaka huenda yakaweza kumtoka licha ya yeye kutumia nguvu ama kuweka bidii yote hiyo yeye kuteuliwa ama kurejea afisini kwa mara nyingine kupitia uchaguzi ulioweza kuratibiwa kufanyika kikatiba tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Mtazamaji wangu, mtazamo wako ni upi? Hivi sasa viongozi wa kidini kuendelea kujitenga kabisa na yale yanayozidi kufanywa na serikali ya awamu saba. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.